Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje ya Box TV, hii ni habari kwa kina na utakuwa na mimi Christina Mbaruku. Na moja kwa moja tunaelekea Burundi ambapo imetoa onyo kali kwa Rwanda kama itafanya shambulio lolote au uvamizi wowote kupitia DRC. Moja kwa moja tunachukua mazungumzo hayo yaliyohusiana na nini mpaka Burundi kutoa onyo kali kwa Rwanda. Burundi imetishia kujibu vikali shambulio au uvamizi wowote utakaotokea nchini humo kutoka Rwanda. Tunafahamu Rwanda inajaribu kuvamia kupitia ardhi ya DRC ili wasiingie kuwa ni waasi wa Red Tabara wa M23. Lakini tunaambiwa kwamba ikiwa mnaona kushambulia Bujumbura ni karibu kutoka Uvira, basi nasi tunaweza kushambulia Kigali kutoka mji wa Kirundo, alionya Rais Ndayishimiye. Akiongea na BBC, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa wamepata taarifa ya kuaminika kuwa taifa la Rwanda linapanga kuishambulia Burundi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda inakanusha vikali madai ya serikali ya Burundi. Matamshi ya Burundi ni ya kushangaza kwa sababu idara ya ulinzi za nchi hizi mbili zimekuwa zikikutana kujadili namna ya kulinda mipaka yao, haswa wakati huo kuna mzozo mashariki mwa DRC. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolanda Makolo, ameeleza. Ndayishimiye amesema Rwanda itakuwa imefanya kosa kubwa kuivamia Burundi kwa njia yoyote ile, akisema Burundi itajibu kwa njia ya kijeshi na hivyo kuonya uwezekano wa kuzuka kwa vita vya kikanda. Rais huyo wa Burundi amesema pia hatukubali kuchinjwa kama mbuzi kama vile Wakongomani. Ndayishimiye alifahamisha BBC kuwa serikali yake tayari imetuma ujumbe kwa rais wa Rwanda Paul Kagame ili mchakato wa kutekeleza makubaliano yao ya maridhiano ili kupunguza uhasama kati yao. Burundi imeshutumu Rwanda kwa kuwapa hifadhi watu wanaoaminika walijaribu kufanya mapinduzi ya serikali nchini Burundi mwaka 2015. Aidha, Burundi imedai kuwa utawala wa Rais Paul Kagame inawapa misaada waasi wa Red Tabara ambao mara kwa mara hufanya mashambulizi ya kuivamia nchi ya Burundi kutoka mashariki mwa DRC. Amesema Burundi imejiandaa vilivyo kulinda mipaka yake na kamwe haitaruhusu uvamizi wa aina yoyote, na kuishutumu Rwanda kwa kuhifadhi makundi ya waasi yanayosababisha maafa mashariki mwa Kongo. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi wa Red Tabara nchini Burundi yalisababisha nchi hiyo kufunga mipaka yake na Rwanda. Utawala wa Burundi umesema kuwa mchakato wa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka viongozi waasi wa Red Tabara unaendelea, kuwa serikali haina nia yoyote ya kufanya mazungumzo nao. Rais Ndayishimiye amesema kuwa jukumu la serikali yake sasa ni kuwasaka waasi hao na kuwafikisha mahakamani. Rais huyo pia amesema Burundi haina nia yoyote ya kuvamia nchi nyingine au kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine, na hivyo inastahili kupewa heshima kama hiyo pia. Kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Ndayishimiye ametoa wito kwa Rais wa DRC Felix kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na wadau wote, wakiwemo viongozi wa makundi yote ya waasi, ili kujaribu kutafuta suluhisho la mzozo wa vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Rais Ndayishimiye amesema njia pekee ya kuaminika kutatua mzozo wa DRC Congo ni kupitia mazungumzo ambayo yatashiriki makongamano yote. Amesema Burundi inaunga mkono mazungumzo yanayozungumzwa na wakuu wa Jamhuri ya SADC na Afrika Mashariki za kuwaleta viongozi pamoja wa DRC na wale waasi kwenye meza moja ya mazungumzo. Kuna haja gani kushiriki katika vita vinavyosababisha vifo vya raia kisha wakati tumewapoteza mamilioni ya raia tunaanza mazungumzo? Hii sio haki. Mazungumzo yanapaswa kuwa hatua ya kwanza na vita kuwa hatua ya mwisho, alisema Rais Ndayishimiye. Rais huyu amesema pia mzozo wa DRC ni swala ambalo linaweza kutatuliwa ndani ya nchi ikiwa viongozi wote wa DRC watakuwa na dhamira njema. Ameonya kuwa mzozo huo unaweza kuendelea kwa muda mrefu ikiwa viongozi hawatajitolea kwa maslahi ya raia. Waasi wa M23 wanaosadikika kuungwa mkono na Rwanda wameteka maeneo mengine ya mikoa ya Kivu ya kaskazini na kusini, ikiwemo mji mkuu wa Goma na Bukavu.
Rwanda hata hivyo imekanusha madai kuwa inaunga mkono waasi hao wa M23, ikisema haina nia wala dhamira ya kuunga kundi lolote la waasi nchini DRC. Rwanda inasema vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC ni suala la ndani la nchi hiyo, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamebainisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini DRC, suala ambalo Rwanda linakanusha. Itakuwa shida kubwa sana ikiwa watu wachache watafaidika na rasilimali za wananchi huku wananchi wakiwa maskini, na hii inaweza kusababisha raia kuanzisha uasi na vita kwa sababu mali yao inafaidisha wachache, alisema Rais Ndayishimiye. Hii ilikuwa ni habari kwa kina. Langu jina Christina Mbaluku. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata notification. Habari kwa kina.